Bwana Yesu asifiwe. Leo nitazungumza jinsi ambavyo unapomkubali Yesu, unapompokea Yesu, zile hatua za kufika kwenye mafanikio zinakuwaje. Nini kinachotokea baada ya mtu kumpokea Yesu? Na tutakapoenda kuangalia, utashangaa sana kwamba Mungu ametuandalia vitu vya ajabu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nitahitimisha kwa neno kutoka kitabu cha Zaburi. Zaburi 103 kwanza mstari ule wa 3. Nitasoma pale mpaka ule mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi ni mkusanyiko wa vitabu vilivyoandikwa na waandishi tofauti tofauti, lakini robo tatu ya hicho kitabu kimeandikwa na mfalme Daudi. Mfalme huyu ndiye mfalme pekee aliyepigana vita vingi na akashinda na akafa hana jeraha lolote. Na mfalme huyu alikuwa na uwezo wa kupigana vita vya mwilini. Yaani ukikutana na Daudi kwa mkono hutamweza, kwa mkuki hutamweza, kwa vita vya ana kwa ana hutamweza. Lakini ukikutana na Daudi kwenye vita vya rohoni, Daudi alikuwa mwombaji. Alikuwa anaomba mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni. Mungu alimpa ushindi kila mahali alipoenda, alikuwa anashinda. Na vitani hakupigwa wala hakutiwa jeraha lolote. Yeye ni mwandishi mojawapo wa vitabu vya Zaburi. Kitabu hiki kimejaa upako mwingi. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anakitumia kama reference wakati wa mahubiri yake, kwa sababu kina nguvu za Mungu. Na Wayahudi walikitumia kwenye vita. Kabla ya kupigana vita walisoma Zaburi. Kabla ya maombolezo, ukitokea maombolezo, walisoma Zaburi. Wakiingia hekaluni, kabla hawajaanza ibada, walisoma Zaburi kama nyimbo. Lakini pia walitumia Zaburi wakati wa majanga na mateso. Wanaposoma, nguvu za Mungu zinashuka. Na jioni ya leo tunaposoma Zaburi, kuna nguvu itatokea ambayo itakuisha na kukuinua. Haleluya! Maana Zaburi imejaa nguvu na uweza wa Bwana. Hata kwenye mambo yako na mapito, soma Zaburi. Unaweza kuisoma kama sala, kama nyimbo, kama nguvu ya kupigana vita vya kiroho. Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa kwenye Zaburi 103 maandiko yanasema akusamehe maovu yako yote. Hatua ya kwanza ya mtu kubarikiwa, kufanikiwa, la kwanza kwenye Zaburi ni kusamehewa makosa. Akusamehe maovu yako yote. Watu wote wanaokuja kwa Yesu, watu wote wanaokoka, kitu cha kwanza kabisa ni kusamehewa. Kusamehewa ni hatua ya kwanza ya mafanikio ndani ya Kristo. Akusamehe maovu yako yote, akuponya. Mstari unaofuata, akuponya na magonjwa yako yote. Cha kwanza kabisa, watu wanapenda kuponywa. Kuna mtu yuko hapa anataka aponywe. Hatua ya kwanza haibu uponyaji. Anasema akusamehe maovu yako yote. Kwa hiyo kwanza lazima toba kwanza, usamehewe makosa yako yote, maovu yote yasamehewe. Hatua ya pili anasema akuponya, akuponya na magonjwa yako yote. Sio kama tuko pamoja? Hatua ya kwanza ni msamaha. Hatua ya pili ndipo uponyaji unaanza kutokea. Na kwenye hii hatua ya pili, uponyaji unaanza usitokee saa hiyo hiyo, ukatokea baada ya mafundisho. Kuna imani ya kuponywa huja kwa kufundishwa. Kwa hiyo cha kwanza unasamehewa. Na kuna watu wakiokoka hawaoni uponyaji, anaona kama vile alivyokuja yuko vile vile, kwa sababu hatua ya pili bado. Hatua ya pili wakati mwingine ni mpaka ufundishwe. Ndio maana tunasema ukishampokea Yesu unahitaji kukaa chini na kufundishwa. Kuna hatua inayofuata,
umeshasamehewa, unaponywa na magonjwa yako yote. Haleluya! Cha kwanza, samehewa, tubu dhambi zako, mpe Yesu maisha yako. Cha pili ni kuponywa magonjwa. Maandiko hayasemi nusu, yote. Ninatangaza jioni ya leo, ukimpokea Yesu, cha kwanza unasamehewa makosa yako, cha pili unaponywa magonjwa yako. Sio nusu, sio baadhi, yote. Nasema yote, ni yote, ni yote, yote. Vichomi yote, aina yote ya kuwezeka yote, magonjwa yote yanaondoka. Na kuna magonjwa mengine sio magonjwa ya kuumwa, ni magonjwa ambayo yanasababisha mateso, ni magonjwa yanayosababisha umaskini, ni magonjwa yanayosababisha kukosa kibali. Unaponywa nayo yote. Haleluya! Bwana atakuponya na chochote chenye kutesa. Tukisema ugonjwa ni mateso, na Yesu atakuponya nayo yote. Haleluya! Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kina sapoti ninachokisema. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19 hadi wa 20, maandiko yanasema, tubuni basi mrejee, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Hatua ya kwanza, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja, baada ya dhambi kufutwa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kwa hiyo baada ya kusamehewa, zinakuja nyakati za kuburudishwa. Zinakuja nyakati gani za kuburudishwa? Baada ya nini? Baada ya kutubu. Watu wanataka waponywe wakati hawajatubu. Watu wanataka wafanikiwe lakini hawataki kutubu. Na kutubu maana yake nini? Kutubu maana yake sio kuomba tu msamaha, ni kuacha. Ndio maana ya kutubu. Sio kusema samahani, ni kusema kuanzia sasa ninakatisha aina zozote za connection ya maovu katika maisha yangu. Maana yake ni kusema, nilikuwa na kimada, lakini kuanzia leo huyu kimada namweka pembeni, namtaka Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake ni kusema, nina ndoa lakini kwa natoka nje ya ndoa, lakini sasa narudi kwenye ndoa yangu, nataka kuishi na mke wangu niliyemuoa, mke halali. Sitaki tena kimada, sitaki tena mwanamke wa nje. Hiyo ndio toba ya kweli. Haleluya! Ulikuwa ni mzinzi, unapita kila mahali, nyumba kwa nyumba, unasema kuanzia leo ninatubu, naacha uzinzi. Hata wale marafiki zako unawaambia ya kwamba nimeshatubu, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, siendelee na uzinzi tena. Haleluya! Kutubu ni kuacha. Kutubu sio kuomba msamaha wa kusema naomba tu unisamehe alafu unarudia tena. Ukisha tubu kwa kumaanisha. Ndio maana wachawi wengine wakitubu wanachoma vile vifaa. Huwezi kusema nimetubu, hirizi iko kiunoni, hautapokea hatua ya pili ya uponyaji. Hatua ya kwanza ni kutubu, ya pili baraka zinaachiliwa. Haleluya! Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Utaanza kuburudika, nataka nikwambie. Na burudiko la Yesu ni la ajabu sana. Utaanza kuona furaha ya kweli moyoni mwako. Lile pengo litatoshelezwa na furaha ya Yesu. Kama ulikuwa ni mzinzi, ule uzinzi utajazwa na furaha ya Yesu. Haleluya! Wanaonisikia waseme amina. Waseme amina. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako Bwana katika maisha yako. Manake Yesu anaingia, burudiko la kweli linatokea. Mstari unaofuata anasema, huyo Yesu akisha kuja apate, Mungu akishaona umetubu, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani. Kristo Yesu anakuja ndani ya watu baada ya toba. Toba tu inamleta Kristo kwenye maisha yako. Jioni leo kama uko hapa, hebu mpokea Yesu kwa toba ya kweli kwamba nimegeuka. Utaanza kuona mbingu
zinaachilia baraka. Hatua ya tatu, hatua ya kwanza tumesema ni toba. Hatua ya pili ni kupata burudiko, kupata amani, kupata ujasiri. Hata wakati wa kuomba sala yako ina ujasiri, hujisikii kuzuiliwa tena, maana Yesu amekuja, ndio mtawala wa maisha yako. Hatua ya tatu, Mungu analeta kitu kingine, anasema aukomboa uhai wako na kaburi. Sikiliza, ukiwa umekataa Yesu, ukiwa hujaokoka, unahesabiwa kama kaburi, unahesabiwa kama umekufa, unahesabiwa sio kitu. Hatua ya tatu Mungu anachofanya, anaanza kuukomboa uhai wako uliofichwa kaburini. Kuna mashetani alishaapa kwamba wewe unakufa, kwamba wewe hautaishi, kwamba wewe hautainuliwa, kwamba wewe hautafanikiwa. Yesu anachokifanya ni kukomboa uhai wako na nguvu za makaburi. Hata kama jioni ya leo uko hapa, wameshasema kwamba wewe unakufa, hautaishi, mwaka huu utapita, ninakutangazia unapompokea Yesu, anaukomboa uhai wako na makaburi, anaukomboa uhai wako na mauti, anaukomboa uhai wako na kifo. Hautakufa bali utaishi. Haleluya! Inakuja hatua ya ukombozi. Maandiko yanasema tunakombolewa na damu ya Yesu, na maandiko yanasema damu ya Yesu imetukomboa na udhalimu wote. Kama umetokea kwenye familia, wewe umempokea Yesu, wengine hawajampokea, kuna haki zinakufuata, kuna haki zinakuwa kwako, kuna haki zinakuja kwako, kuna haki za kukuinua wewe, lakini walio na wewe hawana hizo haki. Watoto wako watakombolewa kwa damu ya Yesu, maana maandiko yanasema nitakuokoa wewe pamoja na nyumba yako yote. Haleluya! Na tunapozungumzia wokovu, unaokolewa kwenye mateso, unaokolewa kwenye uchumi, unaokolewa kwenye vita, unaokolewa kwenye mikosi, unaokolewa kwenye balaa, unaokolewa kwenye misirani. Kwa hiyo wokovu si wa kiroho tu. Unatembea kwenye biashara yako, unatembea kwenye ndoa yako, unatembea kwenye kazi yako, unatembea kwenye shamba lako, unatembea kwenye mifugo, popote pale ulipo umeokolewa, umeokolewa. Haleluya! Hakuna kinachobaki. Ndio maana tunasema wokovu ni mzuri, maana unatembea kila kona ya maisha yako. Haleluya! Kila kona. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yao ipeleka chini. Maana yake mpaka miguu yako inahesabiwa haki, mpaka nywele zako zinahesabiwa. Haleluya! Umekombolewa kwa damu ya Yesu. Maandiko yanasema anaukomboa uhai wako na nguvu za makaburi. Lakini sio hivyo tu, unaanza kupewa utukufu. Wale wanaoendelea kung'ang'ania kwa Yesu kuna utukufu. Anasema akutia taji ya fadhili na rehema. Unafunikwa na taji la fadhili, unafadhiliwa, unabarikiwa, unaanza kuona baraka zinakuja kwako. Vitu ambavyo vilikuwa vimezuiliwa vinaanza kutokea. Unaanza kuona nuru mahali ambapo hakuna nuru, unaanza kuona njia mahali ambapo hakuna njia, unaona kuona mlango mahali ambapo hakuna mlango. Fadhili za Bwana zinakufunika. Wewe unaendelea kukaa, maana mwanzoni umetubu, ukang'ang'ania, ukakombolewa na nguvu za makaburi, ukang'ang'ania. Fadhili za Bwana zinaanza kuja kwako. Kwa hiyo wewe ambao umeokoka siku nyingi, subiri hatua inayofuata, na yenyewe inakuja, hatua ya utukufu, hatua ya kufadhiliwa. Yale ambayo hujayapokea, mwambie Bwana nasubiri, maana ninajua utakuja, ninajua utaniinua. Wakati wangu wa kuinulia hujafika, lakini ninauona, maana ulisema fadhili zitanifuata. Haleluya! Haleluya! Mstari unaofuata bado kuna baraka nyingine. Anasema anaushibisha mema uzee wako. Unapoendelea kuzeeka, Bwana anaushibisha mema. Hautakuwa kama wazee wengine waliochoka. Hautakuwa kama wazee wengine wanazeeka huku wanatoa lawama, huku wanatoa laana kila siku. Bali anaushibisha uzee wako. Utakuwa na future yenye nguvu, future yenye baraka. Haleluya! Wengine mnamtazama tu, mtaki kuzeeka nini? Mtaki uzee? Uzee lazima uje tu. Lakini tunachoombea uje uzee uliobarikiwa, uzee uliojaa fadhili za Bwana, uzee mwema. Haleluya! Hujasikia watu wanasema huyu mtu anazeeka vibaya? Mwambie Bwana pisha mbali. Sitaki kuzeeka vibaya kwa jina la Yesu.
Anasema anaushibisha mema uzee wako. Alafu anamalizia anasema ujana wako ukarejezwa kama tai. Maana yake utazeeka, lakini mifupa yako ina nguvu kama kijana. Utazeeka, lakini mambo yako yaliyokuwa yameibiwa ukiwa kijana yanarejeshwa kwenye maisha yako. Hautakuwa mzee uliyechoka, utakuwa ni mzee mwenye matumaini, utakuwa ni mzee unayezeeka vizuri. Na maandiko yanazungumzia uzee, maana yake ukimpokea Yesu, ukisamehewa dhambi zako, ukafunikwa na fadhili, maana yake unakoelekea ni kwenye uzee. Hautakufa kabla ya wakati, bali utazeeka. Hautaondoka duniani kabla ya wakati, utazeeka, na uzee wako utakuwa umejaa mema. Haleluya! Kama umeokoka, pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi. Sema nitazeeka, lakini nitajazwa mema. Haleluya! Sema sitazeeka vibaya, lakini kufika uzee nitafika. Nitafika nikiwa mzee mwenye nguvu. Haleluya! Anasema ataurejesha ujana wako kama tai. Nafahamu tai, utakuwa bado umezeeka, lakini una uwezo wa kupaa, na uwezo wa kuruka juu sana, na uwezo wa kufikia maono ya juu sana. Utawatazama maadui zako ukiwa juu, wao wakiwa chini, maana Mungu amekuinua, maana Mungu amekuketisha juu. Utawaangalia maadui zako wakiwa chini. Ataurejesha ujana wako kama tai. Kama uko hapa umezeeka, usiogope. Mungu ametoa ahadi ya kwamba ukimtumaini atarejesha uzee wako. Utakuwa kama tai, utarudishwa nguvu tena. Hata kama mifupa yako imechoka, iko nguvu kutoka mbinguni. Haleluya! Na ndio maana tukiwa tumeokoka, hata tukizeeka hutuoni tumezeeka. Unatuona bado ni vijana, unatuona bado tuna nguvu. Leo hii kuna wazee wengi waliookoka bado wana nguvu, ukiwalinganisha na wazee wengine wamechoka, lakini wao ni wazima, wao wana afya kwa jina la Yesu. Ninauona uzee mwema, haleluya, uliojaa nguvu, na Bwana atakuhifadhi. Utaona vijukuu na vitukuu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Ninaona kuna vijana hapa mnanuna tu, na wakati mnatamani kuishi miaka mingi. Ninawashangaa. Nilitegemea vijana wamesimama waseme ndio tutaishi miaka mingi, lakini siwaone. Haleluya! Hivi vijana mnaelewa maana ya neno? Neno lina nguvu, neno linahuisha, neno li hai. Unapolishangilia ndivyo linavyotenda kazi ndani yako. Haleluya! Sasa wazee mmeshachoka, mmeshakuwa kama wazee. Hiyo nguvu ya kuisha inatoka wapi? Mnaona wazee tunavyogagamana. Haleluya! 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 Zeeka uzee mwema kwa jina la Yesu. Sikia uzee wa baraka kwa jina la Yesu. Sikia uzee mwema kwa jina la Yesu. Hautazeeka uzee ule watu wanasema anazeeka vibaya. Nimeona watu wanasema mzee huyu anazeeka vibaya. Kwani anazeeka vibaya? Hana busara, hana hekima, hana maarifa. Vile vizee vinavyo laani tu. Kakiona gari ya mtu inapita kanasema la nani? Kanaambiwa la fulani, kasema bacha tu. Atapinduka tu, hiyo gari itampindua huyo, kwa sababu hakana kitu, kamechoka, kamezeeka vibaya. Kazi yake kulaani majirani. Tunakataa. Sisi hatutalaanika wala hatutalaani wengine. Tutazeeka tukiwa wengine katika jina la Yesu. Mzee aliyebarikiwa akiona kitu mtoto wa jirani anafanikiwa, anasema mwanangu barikiwa. Nimeshiba uzee mwema, nimekula mema ya nchi, na mimi nimetosheka. Nasubiri saa yangu ya kwenda kurithi mengine ya mbinguni. Lakini vizee vilivyomkosa Yesu vikazeeka vibaya, vina uivu saa zote, vinanung'unika saa zote, vinatoa laana. Hata kanyukuka kipita, anamwambia wewe, katika maisha yako wewe, hata ukila nyama utavimba, ukila nyama miguu itavimba, utaumwa na magoti. Kwa unakuta vijukuu vimepigwa na laana. Katambue laana za ukoo, katambue laana za familia, katambue laana zilizojengwa kwenye familia yenu. Kazitangue kwa jina la Yesu. Kama kuna laana, tamka kwamba laana hiyo inaondoka leo kwa damu ya Yesu. Ninaivunja, haitaendelea kuwepo, itakimbia kwa jina la Yesu. Tunataka uzee mwema, uzee unaotoa baraka, uzee unaogawa baraka uje kwako kwa jina la Yesu. Pokea baraka kuanzia leo
mpaka uzee wako, kwa jina la Yesu. Ukastawi, ukafanikiwe, ukapenye mahali pasipo na njia, njia ikatokee mahali pasipo na mlango. Bwana akafungue milango katika jina la Yesu. Milango iliyofungwa natamka jioni ya leo, funguka. Ewe mlango wa giza, funguka. Mtu huyu afanikiwe, funguka. Afya yake irejeshwe, funguka. Ainuliwe na Bwana. Haleluya! Simama pale ulipo, usema amen. Sema nitaishi, nitafanikiwa, nitapenya hata pasipo na mlango, bado nitapita hata pasipo na njia. Yesu ni njia, Yesu ni njia. Haleluya! Shangilia tena Yesu, shangilia tena Yesu. Njoo hapa mbele tumwite Bwana, njoo hapa mbele tumwite Bwana, njoo tumwite Bwana, tumwambie Bwana, neno hili likatimie kwenye maisha yangu. Nimeshatubu tayari, ninahitaji fadhili zije. Nimeshatubu tayari, nahitaji kuhuishwa. Nimeshatubu tayari, nahitaji baraka zikanifunike. Sitakufa kabla, sitazeka vibaya, nitaiziona baraka zako, maana umeahidi nikitubu utaniponya na magonjwa yote. Magonjwa yatakuja lakini hayataniua, magonjwa yatatokea lakini umesema unaniponya nayo yote. Wewe ambaye hujampokea Yesu, ambaye uko katikati yetu na unasema leo nahitaji Yesu, sitaki uzee mbaya, sitaki maisha mabaya, na mhitaji Yesu. Baba uko katikati yetu, huenda ni mgonjwa, tutakuongoza sala ya kupatanishwa na Mungu. Magonjwa yako yote yataondoka. Ni njia rahisi tu, akusamehe maovu yako, akuponye na magonjwa yako yote. Inua mkono wako. Baba unasema leo nataka nimpe Bwana Yesu maisha yangu, nataka kuponywa na magonjwa yako yote. Kama kuna laana inanena ndani yako, Bwana atakushukia na kukuponya. Asante kwa kuinua mkono, asante kwa kujivika ujasiri, asante, asante. Hebu ambao umeinua mikono waje hapa mbele, wasindikize waje hapa. Kama umeinua mkono, njoo tuombe kwa ajili yako. Hebu funga macho yako mpendwa, nataka niombe baraka wa Bwana jioni ya leo juu ya maisha yako. Na wewe funga macho yako, tunaomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, watumishi wako wamekuja kwenye mkutano huu. Kile wanachokipita hakuna anayekijua, yale wanayokutana nayo hakuna anayejua. Lakini Bwana, tunapohitimisha, natamka uweza na nguvu zinazobadilisha nyakati na majira. Nguvu ile inayotoka mbinguni, inayoleta uhai, inayokomboa kutoka kaburi, kwa jina la Yesu. Kama mtu huyu huko kwenye ulimwengu wa giza, wanamhesabu kama kaburi, wanamhesabu ni mtu aliyekufa, wanahesabu hana chochote. Leo nguvu za makaburi tunazinyamazisha, tunaziteketeza, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Umemhesabia haki, umemhesabia haki Mungu. Maandiko yanasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Nasi tunatangaza haki ya kuwa mzima, haki ya kuponywa, haki ya kubarikiwa, haki ya kufunguliwa ikapite kwenye maisha yake. Na aliyelaaniwa natangaza na kutengua nguvu ya laana kwa jina la Yesu. Haitakuwepo ndani ya mtu huyu, wala familia yake, wala ndoa yake, wala watoto wake. Na itengua laana. Ewe laana, sikia sauti ya Bwana. Yesu alilaaniwa msalabani. Wewe laana hauna sababu tena kwa jina la Yesu. Nakata rufaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu dhidi ya yoyote anayeshtakiwa kwa kosa lolote linalokuletea mzigo. Nakata rufaa kwenye kiti cha enzi ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, na kwa sababu hiyo sheria ya mbingu, sheria ya mizimu, sheria ya mapepo haina nguvu juu yako. Umehesabiwa haki jioni ya leo, umehesabiwa haki uingiapo na utokapo, na neema ya Mungu itanena juu yako katika jina la Yesu. Hebu sema amen ya nguvu. Sema tena amen ya nguvu.